Bana, mambo vipi? Ni ile time tena ya kupeana zile update za kimichezo ambazo zimechukua nafasi kubwa katika masuala ya kimichezo. Kama hujasubscribe, gusa tu neno subscribe. Kila taarifa ya usajili ambayo tunadondosha humu ndani, basi utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Kumbuka tunaelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Taarifa tayari zimeanza kutoka. Masuala ya usajili tetesi ni nyingi. Kwa upande wa Simba, wanamsajili nani, wanamwacha nani? Basi taarifa hiyo pia utaipata ama itakujia moja kwa moja katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Kwa upande wa Yanga pia wanamsajili nani, wanamwacha nani? Pia taarifa hiyo pia itakujia hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Hivyo na gusa tu neno subscribe. Kila taarifa ambayo tunadondosha humu ndani, basi utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Basi gusa tu neno subscribe. Kila taarifa ya usajili, Simba na msajili nani na Yanga na msajili nani, taarifa hizo zote sisi tutakuwekea hapa. Gusa tu neno subscribe ili usiweze kupitwa na taarifa zetu zote za usajili. Ukisha subscribe, kila taarifa ambayo tunadondosha humu ndani, basi utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Leo nimekuandalia taarifa hii hapa, mwendelezo wa Simba kunako taarifa ambayo inamuhusu Mabururu, Passinsia Mabururu, ambapo Simba wanaiwania saini yake kutoka kunako klabu ya Al Hilal Tripoli ya Libya. Ni miongoni mwa taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa sana katika masuala ya kiusajili wiki hii. Lakini kubwa zaidi, mambo yamezidi kunoga kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa zinasema wakati wa Simba kujitofautisha na virabu vingine kwenye usajili umefika. Bana, taarifa inasema wakati wa Simba kujitofautisha na vilabu vingine kwenye usajili umefika. Klabu ya Simba ikishirikiana na mzabuni wake mpya ambaye ni Jeruti Company ipo mbioni kunasa saidi ya mshambuliaji mmoja wapo kati ya Fiston Kalala Mayere pamoja na Cristavo Passinsia Mabururu. Bwana, taarifa zinasema ndani ya klabu ya Simba kupitia kwa mzabuni wake Jeruti Company ipo mbioni kukamilisha usajili wa mmoja wapo kati ya Fiston Kalala Mayere pamoja na Cristavo Passinsia Mabururu kutoka kunako klabu ya Al Hilal Tripoli kule nchini Libya. Lakini Mayere ni kutoka pale Piramidi pale ya nchini Misri. Hili linakuja baada ya wazabuni wapya wa klabu ya Simba Jeruti Company kuambia uongozi wa Simba watafute mchezaji wowote wenye gharama yoyote ambayo kama klabu wanashindwa kumnunua, basi wao Jeruti Company watamshusha mchezaji huyo kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili. Ndio hivyo bana, Simba wapo katika mchakato wa kupata saini ya Fiston Kalala Mayere kutoka Piramidi pamoja na Cristova Passinsia Mabururu kutoka kunako klabu ya Al Hilal Tripoli kule nchini Libya. Basi huu ndo wakati wa Simba kutokujitofautisha na vilabu vingine kwenye masuala ya usajili. Endapo dili hili la Mayere ama Cristavo Passinsia Mabururu likafanikiwa, basi Simba itaweza kuweka rekodi katika masuala ya usajili katika msimu wa 24 na 25 na 25 na 26. Taarifa za ndani zinaeleza Fadlu Davis anahitaji namba 10 mwingine ukiachana na Jean Charles Ohua, pia steka mwenye uwezo zaidi ya wale waliopo ili kutengeneza ushindani na balance kwenye kikosi chake. Mpaka sasa kuna 60% mpaka 70% za Simba kuinasa saini ya mshambuliaji wa Al Hilal Tripoli ambaye ni Cristova Passinsia Mabururu kutoka kunako klabu ya Al Hilal Tripoli. Basi hii ni taarifa ambayo nimeona ni kupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani, ni kwamba Simba kupitia wazabuni wake Jeruti Company ambao wameweka mzigo mezani wa bilioni 38, hivyo wamewaambia uongozi wa Simba watafute mchezaji ambaye wao kama klabu watashindwa kumnunua ama kumsajili, lakini
lakini wao watamsajili mchezaji huo. Hivyo Simba wametua kwa Fiston Kalala Mayele pamoja na Gustavo Pasinshia Mabururu wakisha kwamba wanaipata saini ya mojawapo ili kuweza kupata namba 10 pase kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Simba wana uhakika kucheza klabu bingwa msimu ujao kwa sababu wana uwezo wa kumaliza nafasi ya kwanza ama ya pili kunako ligi kuu ya NBC. Hivyo tayari wameanza mawindo wakisha kwamba wanawapata nyota ambao watakwenda kuwasainisha katika dirisha kubwa la usajili. Ili usipitwe na taarifa hizi, gusa tu neno subscribe, alafu kama mkao wa kula kila taarifa ambayo tutadondosha humu ndani, basi utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Kama wewe hujasubscribe, basi unapitwa na mengi. Gusa tu neno subscribe. Usajili wote wa Simba Yanga kuelekea dirisha kubwa la usajili. Simba wanamsajili nani, wanamwacha nani, taarifa hiyo itakujia hapa. Na upande wa Yanga wanamsajili nani, wanamwacha nani, taarifa hiyo pia itakujia hapa. Hivyo nikikwambia gusa neno subscribe, ina maana na maanisha kweli. Gusa tu neno subscribe, kila taarifa ya usajili ambayo unadondosha humu ndani, basi utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Leo nikuletea taarifa hii kutoka kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kupitia kwa mzabuni mpya ambaye ni Jeruti Company. Yuko mbioni kuinasa saini ya Fiston Kalala Mayele pamoja na Gustavo Pasinshia Mabururu kutoka kunako klabu ya Al Hilal Tripoli kule nchini Libya. Jeruti Company wamemwambia uongozi wa Simba wachague kati ya Fiston Kalala Mayele ama Gustavo Pasinshia Mabururu, nani waweze kumsajili. Hivyo hilo swali lipo kunako viongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wamepewa option ya kumsajili mmoja wapo kati ya Mayele ama Mabururu. Hivyo hiyo ni kazi ya kamati ya usajili, wao watachagua Mayele ama Mabururu, kazi ni kwao. Basi hizi ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezee wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii habari za michezo na burudani. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na taarifa zetu zote, hususan masuala ya usajili kuelekea dirisha kubwa la usajili. Taarifa ni nyingi, usajili wa Simba, usajili wa Yanga, wote utakujia hapa. Usisahau kusubscribe mtu wangu ili twende sambamba na maelfu ya Watanzania ambao wanafuatilia channel hii kwa ukaribu kabisa.